Hujambo na karibu mtazamaji wangu mpendwa, karibu katika kipindi cha Kiswahili Kitukuzwe. Leo hii nimekuandalia swali la tamthilia, swali kutoka kwa tamthilia Bembea Maisha, na swali hili ni dondoo. Yaani kwa ufupi nataka nikueleze au nikufahamishe namna ya kujibu maswali kama haya. Na swali hili linasema, ndio inifae nini? Mimi mwenyewe sikuwa mnyonge. Ninajua maana ya bidii, lakini vile vile ninajua kuwa bidii pekee haifaulishi kila jambo. Ndio inifae nini? Mimi mwenyewe sikuwa mnyonge. Ninajua maana ya bidii, lakini vile vile ninajua kuwa bidii pekee haifaulishi kila jambo. Kwa hivyo swali la kwanza linasema hivi: eleza muktadha wa dondoo hili, alama 4. Kwa hivyo wakikwambia eleza muktadha wa dondoo, usianze kuandika katika aya ujipe kazi mingi ati haya maneno yalisemwa sijui na nani alikuwa anamwambia. Sema tu, andika tu herufi ya kwanza ya Kirumi kisha useme msemaji ni Neema. Kwa hivyo unataja msemaji wa maneno haya alikuwa Neema, na msemewa ni Bunju, mahali wako nyumbani kwao. Alafu mwisho sababu walikuwa wanajadiliana kuhusu matokeo ya shule ya Lemi ambaye ni mtoto wao. Kwa hivyo unafaa kujibu hivyo. Swali la pili, eleza sifa 4 za msemewa. Sasa msemewa ni yule ambaye umetaja hapo juu. Kumbuka ulitaja msemaji na ukataja msemewa. Msemewa ni yule ambaye anaambiwa hayo maneno, na tumeona ni Bunju. Kwa hivyo sifa za Bunju ni nini? Kwanza tunaona Bunju ni karimu. Anamwachia Neema mshahara wake autumie atakavyo. Pia tunaona Bunju ana mtazamo hasi. Yaani hasi inamaanisha negative. Licha ya Lemi kuboresha alama zake shuleni, yeye analalamika kuwa ameshuka nafasi darasani. Kwa hivyo mtazamo wake ni hasi. Badala ya kufurahia mtoto ameongeza alama, yeye anaona mtoto amepunguza mbona hajakuwa nambari mzuri, nafasi mzuri darasani. Anasema heri awe nambari mzuri kama nambari ya kwanza, lakini awe na alama kidogo, ambao ni mtazamo hasi, mtazamaji. 3, Bunju ni mpenda kulalamika. Anapenda kulalamika sana. Analalamika hali ya Lemi kutoamka mapema. Anasema kuwa mtoto atazembea, analelewa vibaya. Hataki kuelewa kuwa Lemi bado ni mtoto mchanga. Pia tunaona kuwa Bunju ni mwenye dharau. Ni mtu ambaye ako na madharau sana. Anamuita Lemi mbumbumbu wa kutupwa na kuwa ameshuka nafasi darasani. Kwa hivyo ni mtu ambaye ako na dharau sana. Lakini upande mwingine Bunju ni mtu mwenye ambaye ako na bidii. Kwa mfano tunaona anafika kazini mapema ili kuepuka msongamano barabarani. Pia tunaona Bunju ni mwajibikaji. Tunaona anajengea familia yake nyumba. Anachukua mkopo wa benki ili aweze kujengea familia yake nyumba, mtazamaji. Mtazamaji wangu, tunaona pia Bunju ni mlezi mwema. Tunapata kuwa anawapa wanawe Lemi na Mina malezi bora. Anawaelimisha katika shule bora. Kumbuka Mina ako katika shule ya mabweni, alafu Lemi pia anaenda shule ya kutwa. Pia tunaona Bunju ni mtamaduni. Anashikilia kuwa Sara hawezi kulala kwa nyumba yake kwa kuwa ni kinyume na utamaduni. Kwa hivyo tunaona Bunju ni mtamaduni. Pia tunaona Bunju ni mwepesi wa hasira. Bunju anaonekana mwepesi wa hasira. Naona anamwambia Neema mkewe kuwa maneno yake yanachosha. Kwa hivyo tunaona ni mwepesi wa hasira, ni mtu wa kukasirika ovyo ovyo. Pia ana mlahaka mwema, yani uhusiano mwema. Ana uhusiano mzuri na bwana waliyesoma naye shule ya upili, na anamsaidia katika jambo fulani. Wakati Neema anahitaji hela, anamwambia kuwa anaenda kukutana na mtu ambaye walisoma naye, ni mkurugenzi, amsaidie hela ili aweze kusaidia Neema katika kulipa gharama ya hospitali ya Sara. Pia tunaona ana moyo wa kusaidia. Anaahidi Neema kumpiga jeki kwa suala la matibabu la Sara. Kwa hivyo ni mtu ambaye ako na moyo mzuri wa kusaidia. Pia ni mbabe dume.
analalamika kuwa mkewe Neema hataki kuwa chini ya amri. Kwa hivyo anataka mwanamke awe chini ya amri ya mwanaume. Huo ni ubabe dume, ni mbabe dume ama taasubi ya kiume, akona taasubi ya kiume. Pia ni mwenye dhihaka. Anatoa kauli ya kumdhihaki Neema kwa kusema, umetimiza yote bibie, tangu mshahara hada kunipangia la kufanya na mtoto, bado tu kunipangia kazi za ndani. Kwa hivyo tunaona ni mwenye dhihaka. Tunaona Bunju pia ni mfariji mwema. Anamfariji Neema anapoanza kulia, anamwambia asilie mbele ya mumewe. Kwa hivyo tunaona ni mfariji mwema. Kwa hivyo tuelekee swali la ba. Wala hakuna wapatanao kama sahani na kawa. Wala hakuna wapatanao kama sahani na kawa. Kauli hii inadokeza kuwa migogoro lazima iwepo katika jamii. Fafanua migogoro inayojitokeza au iliyojitokeza kwenye tamthilia ya Bembea ya Maisha, alama 12. Kwa hivyo swali hili kwa ufupi linataka ueleze hoja ambazo zinazungumzia migogoro katika jamii ya Bembea ya Maisha. Kwa hivyo hoja ya kwanza, kuna mgogoro wa Sara na Yona kuhusu mapishi. Unapata kuwa Yona alalamika kuwa hakuna chakula. Sara anaeleza kuwa ugonjwa umemlemea. Kwa hivyo huu ni wakati ambapo Yona anatoka kwenye matembezi na kuja kupata kuwa chumba hakifuki moshi. Anauliza Sara, mbona chumba hakifuki moshi? Lakini anaelewa fika kwamba Sara ni mgonjwa na alimwacha akiwa mgonjwa. Hoja ya pili, mgogoro wa Sara na Yona kuhusu kumuita Neema ili ampeleke Sara kwa matibabu. Sara anashikilia kuwa hakuna haja ya kumsumbua, naye Yona anasisitiza kuwa ni wajibu wake kama mtoto wake, kwa sababu ye mwenyewe pia aliweza kumlea hadi akawa ama akafika kwa kiwango ambacho amefika. Hoja ya tatu, kuna mgogoro wa Sara na Yona kuhusu mtoto wa kiume. Yona alimgombeza na kumpiga Sara kwa kutomzalia mtoto mvulana. Hii ni baada ya kushinikizwa na wanakijiji kuwa mbona Sara anamzalia watoto wa kike peke yake, nani atairithi fimbo ya familia ama fimbo ya Yona? Kwa hivyo ndiye akaanza kumpiga Sara kila uchao akidai kuwa amzalie mtoto mvulana ambaye atakuwa mrithi. Mgogoro wa utamaduni na usasa. Unapata kuwa Neema na Bunju wanatofautiana kuhusu Sara kuja kulala kwa chumba chao. Wakati Sara amekuja kwa ajili ya matibabu huko mjini, unapata kuwa analazimika kwenda kulala kwa Asna kwa sababu nyumba ya Bunju wao ni wakwe na Sara, na Bunju hawezi ruhusu, na pia Sara mwenyewe hawezi ruhusu aweze kulala kwa nyumba moja na yeye. Hoja ya tano, kuna mgogoro wa Asna na Sara wakimtazamo kuhusu umuhimu wa ndoa. Kuna mgogoro wa Asna na Sara wakimtazamo kuhusu umuhimu wa ndoa. Unapata kuwa Sara na Asna wanatofautiana kuhusu swala la Asna kuolewa, kuhusu ndoa. Kwa hivyo Asna anaona ndoa kama utumwa, ilhali Sara anamshinikiza kuolewa. Kumbuka Asna ameweza kuona jinsi ndoa ya mamake, ndoa ya wazazi wake imekuwa, na pia anaona ndoa ya dadake ambaye ni Neema. Kwa hivyo hayo mambo mawili, hiyo mifano miwili inamfanya anaogopa swala la ndoa. Kwa hivyo wanagorofishana mamake. Sara anasisitiza kuwa aweze kuolewa ndio labda mumewe aweze kumnunulia leso lingine, lakini Asna anashikilia kuwa hawezi kuolewa. Na tofautiana hapo, kuna kuwa na mshike ama mgogoro. Pia kuna mgogoro baina ya Sara na Asna kuhusu Bunju. Asna anamuona Bunju kama mtu bahili. Samahani, nimekosea katika kuchapisha hapo kwenye tarakilishi yangu, bahili. Sara anasisitiza Bunju apewe heshima yake. Sara anasisitiza Bunju apewe heshima yake. Kwa hivyo wanatofautiana hapo. Asna anaona Bunju ni kama mtu mbaya sana, lakini Sara anasisitiza kuwa kuwe na heshima.
amuone Bunju kama ndugu yake. Kuna mgogoro wa kimawazo wa Yona. Yona anapatwa na vuta ni kuvute ya kimawazo kwa sababu ya kusemwa na jamii alipokosa mtoto mvulana. Kwa hivyo kuna mgogoro wa Yona, kati ya Yona na nafsi yake mwenyewe kwa sababu ya kusemwa na wanakijiji au wanajamii. Pia kuna mgogoro wa Neema na Bunju kuhusu matokeo ya Lemi shuleni. Unapata kuwa Neema anasema kuwa mtoto ameongeza alama hata kama hajakuwa nafasi mzuri darasani, lakini alama ni nzuri. Lakini Bunju naye anasema nafasi ya darasani ni bora kuliko alama. Kwa hivyo wanagorofishana hapo na kunazua mgogoro. Kwa hivyo kufikia hapo, mtazamaji wangu, ningependa nikushukuru kwa kuwa nami kutoka mwanzo hadi saa hizi. Haya maswali ama hili swali nilikuwa nimeandaa tu ili kukuwezesha ujue namna ya kukabiliana na maswali tofauti tofauti. Kwa mfano hili swali la mgogoro hawajauliza moja kwa moja ueleze mgogoro. Kwa hivyo unaweza pata mwanafunzi anaanza kueleza muktadha wa dondoo ili hali wanataka ueleze maudhui ya mgogoro. Kwa hivyo hilo ndio jambo nilikuwa nataka kukuonyesha, na pia kuna maswali mengi ambayo naandaa ya kuonyesha njia mbalimbali za kukabiliana na maswali ya tamthilia ya Bembea Maisha. Asante sana, natumai umeweza kusubscribe, umeweza kulike na pia umeweza kushare hii video ili uweze kunufaisha watu wengine mtazamaji. Shukran na Mungu akubariki.